Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niseme kidogo sana hapa kuhusu uhuru wa mahakama. Hapa naongelea mahususi uhuru wa mahakama juu ya kuisaidia mahakama iwe na uwezo wa kuamua mashauri bila kuwa na sheria ambazo zinailazimisha mahakama kutoa adhabu. Kipekee narejea sheria ya makosa ya kujamiana, sheria ambayo imelazimisha mahakama za Tanzania kutoa adhabu kwa washtakiwa wanaotiwa hatiani, kumfunga mtu kifungo cha minimum miaka 30 kwenda juu. Maana yake nini? Hata kama jaji au hakimu ataona kesi ingefaa kumpunguzia mfungo adhabu, amefungwa mikono kwenye sheria. Naiomba serikali ifike wakati tutunge sheria kuisaidia mahakama iwe huru kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa sheria. Nitumie nafasi hii kumpongeza sana Jaji Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Masaju kwa jinsi ambavyo amekuwa positive sana kwenye reform za kisheria nchini. Kama wabunge tumekuwa tukimfuatilia namna ambavyo ana kiu ya kuona mabadiliko na mfumo wa sheria ukiwa rafiki kwa wananchi wa Tanzania. Tunamuunga mkono, aendelee kuchapa kazi. Hapa karibuni tumemsikia akisema kwamba ni muhimu mashauri mahakamani yakaisha kwa muda mfupi. Lakini pia amekuwa akisisitiza umuhimu wa mahakama kuzingatia matumizi ya tamaduni na mila zetu kama Watanzania, kama Waafrika. Tunamuunga mkono na kwa hili aendelee kuchapa kazi. Lakini pia mahakama nzima, majaji na mahakimu wafuata aina hii ya mtazamo kwenye mahakama yetu ili kutekeleza dira ya mwaka 2050. Baraza ya ardhi nchini ni muhimu yakarudi kwenye mfumo rasmi wa mahakama yetu, na sababu zipo kadhaa. Sababu ya kwanza, haya mabaraza, Mheshimiwa Mwenyekiti, yameshindwa kuleta tija iliyokusudiwa, kwa sababu takwimu zinaonyesha migogoro ya ardhi 32% ni migogoro ya ardhi. Maana yake haya mabaraza dhumuni halijafikiwa. Lakini la pili, mabaraza ya ardhi ya wilaya yako mbali sana na wananchi. Kwa mfano, mkoa wa Njombe tunalo baraza moja la ardhi mkoa mzima. Wananchi wa kule Madeke, umbali wa kilomita zaidi ya 120, wanafuata baraza la ardhi na nyumba wilayani Njombe. Barabara za matope. Wananchi wa Rudewa, wananchi wa Nging'ombe wanafuata baraza Njombe mjini. Kwa yako mbali na wananchi. Lakini la tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, mabaraza haya pia yamelalamikiwa mara kadhaa kwa ajili ya kesi mbalimbali za wananchi kutokufanywa kazi vizuri. Lakini kubwa kuliko yote, Mheshimiwa Mwenyekiti, ipo kanuni ya haki ya asili au tuseme natural justice, kwamba hapa nchini mabaraza ya ardhi ya nyumba ya wilaya yako chini ya Wizara ya Ardhi. Lakini Wizara ya Ardhi ndio wanaopima ardhi, ndio wanaotoa hati. Sasa haiwezekani ndani ya hii wizara tena wakasimamia haya mabaraza. Kwa misingi ya rule against bias, jambo hili haliwezekani. Kwa ni muhimu haya mabaraza yakarudi kwenye mfumo wa mahakama ili tuwe na haki kwa wananchi. Nataka pia nishauri, kwa kuwa tunazo mahakama nyingi nchini za mwanzo ambazo kule chini wako mahakimu wenye weledi wa degree, lakini pia tumeweka sheria mawakili wanaruhusiwa kwenda mahakama za mwanzo. Nilikuwa na shauri Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa serikali tuanze kuruhusu mahakama za mwanzo kusikiliza mashauri ya ardhi, kwa sababu hizi mahakama za mwanzo ndio zipo karibu na wananchi, na mabaraza ya ardhi ya kata tumeshayaondolea mamlaka ya kuamua kesi za ardhi. Kwa ni muhimu mahakama za mwanzo sasa zikaingia kwenye mfumo wa kusikiliza mashauri ya ardhi nchini, ili kusudi mfumo huu uweze kwenda kwenye mahakama ya wilaya, mahakama kuu na mahakama ya rufani. Mheshimiwa Mwenyekiti, Law School of Tanzania kama ambavyo imesemwa na wengi, iliundwa maalumu kuzalisha wasomi wa sheria nchini. Na mwaka jana mwezi Disemba, Mheshimiwa Mwenyekiti, Law School au tuseme mawakili walioingia kwenye mfumo wetu wa wakili walikuwa 774. Katika mawakili 774, mawakili 388 hawajapitia kusoma law school darasani. Wamepata wakili kwa njia ya kuomba nje ya kwenda kusoma law school. Tafsiri yake ni nini? Kama utaratibu ukiendelea, tunaenda kuua law school. Kwa Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa serikali, hii ni alert kwamba watu baada ya kuona law school ni ngumu, wameamua kutanua goli waweze kufunga magoli kwa urahisi zaidi. Naiomba serikali ilete sheria bungeni, tubadili hii sheria
ili watu wakasome law school, tupate mawakili wenye viwango, wenye ubora, watakaoweza kufaulu.